zinaweza zikaja kufanya jambo kwa mtu na mtu akawa anafanya kitendo anachofanya ni roho inayomwezesha kufanya lile jambo ambalo anaweza akawa anafanya. Bwana asifiwe. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 6. Na roho ya Bwana itakujiria kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Haleluya. Roho wa Bwana anapokujia, anakuja kufanya vitu vya tofauti na wewe ambavyo ungefanya. Haleluya. Umaskini ni roho. Haleluya. Magonjwa ni roho. Kitu chochote kinachoweza kikawa kinapitia kwenye maisha yako na kukuletea kwenye wakati mgumu ni roho. Unapokuwa umepokea roho kutoka kwa Mungu ya utajiri, inaanza kukutajirisha. Unapokuwa umepokea roho kutoka kwa shetani, pia vivyo vivyo naye inatenda kazi. Haleluya. So roho inaweza kuwa ndani yako, ndio inayowezesha kufanya mambo yako yawe mepesi. Biblia inasema na roho wa Bwana akamjiria kwa nguvu, naye akata pamoja nao. Manake kama roho asingekuwa naye, asingeweza kutabiri pamoja na wao. Bwana asifiwe. Haleluya. So roho anapokuja ndiye anayesababisha wakatabiri pamoja nao. Kwa hiyo huwezi kuwa na roho ya Mungu na ukashindwa kutabiri pamoja na Bwana. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ghafla roho wa Bwana akamjia Samson, naye Samson akawapiga wale watu na kuwaua. Kwa nini? Roho ya Mungu ilimjia. Bwana asifiwe. So tunachotamani ni roho. Biblia inasema kwenye ile Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8, Biblia inasema naye roho akawajia kwa nguvu, nao wakanena kwa lugha nyingine. Kilichokuwa kinawawezesha ni ile roho iliyokuwa ndani yao. Nikagundua hakuna kitu naweza fanya, hakuna kitu naweza tenda, hakuna jambo naweza kufanya kama roho wa Mungu hajakujia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kuomba roho utajiri. Unaweza ukawa na roho ya kukataliwa, so lazima uombe Mungu akupe roho ya kukubalika. Bwana asifiwe. Kwa sababu kibali ni roho ambayo inaachiwa na Mungu. Kwa mfano kama Yusufu alikuwa na kibali. Kibali ni roho iliyokuwa juu ya Yusufu, na ile roho iliyokuwa ndani ya Yusufu ndio iliyokuwa inampa kibali. Haleluya. Bila ile roho kuwa ndani, asingepata kibali. Kilichokuwa kinampa kibali Yusufu ni roho iliyo ndani Mungu aliyoiachilia juu ya Yusufu na kumpa kibali kubalika. Haleluya. So unapoona jambo liko ndani ya mtu, kama wanavyosema huyu dada ana roho ya uzinzi, huyu ana roho ya wizi, huyu ana roho, aliye na roho ya utapeli ni roho. Bwana asifiwe. So roho inatumwa na kuingia ndani ya mtu na inasikia, na ndio maana mtu akisema ewe roho chafu uliyemkalia mama huyu, ninakuomba toka. Maana yake ni roho zinazosikia na zinayo masikio. Kwa lazima uzisemeshe hizo roho ziondoke. Bwana, kila jambo unalolifanya unahitaji kumtafuta roho ili akusaidie kuleta matokeo. Maana yake kama roho hatakuja na roho
utabiri pamoja nao. Maanake kama roho hajaja hawezi kutabiri. Kama roho ya Mungu haijaja juu yako huwezi kutabiri na kufanya mambo makubwa. Ili mambo makubwa yafanyike ndani yako inategemea roho ya Mungu ikujiria. Bwana asifiwe. So tunachoomba unapokuwa unatafuta labda roho ya mafanikio, Bwana ninaomba nipe roho ya kufanikiwa, kwa sababu roho ya kufanikiwa inapokuja ndani yako itakuwezesha. Unapokuwa una roho ya kukataliwa imekaa ndani yako na inazuia, unashughulika na hiyo roho mpaka iondoke. Bwana asifiwe. Unaisemesha itoke kwenye maisha yao, kwa sababu ni roho. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Yesu wakati pepo zinavuma alituliza, maana yake akaiondoa ile roho ya uharibifu inayopita. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili Mungu aseme na wewe lazima apite kwa njia ya wingu au Roho Mtakatifu. Hapo inategemea utulivu ulionao. Bwana asifiwe. Huwezi ona Roho Mtakatifu akashindwa kuja kwako, akashindwa kuleta mabadiliko, akashindwa kufanya mambo makubwa kwako. Na roho ya Bwana ikaja juu ya Gideon naye